Baada ya uchunguzi na ufuatiliaji wa kina wa vipimo vya sampuli, kumebainika kuwepo kwa virusi vya ugonjwa wa polio katika sampuli za maji taka zilizokusanywa mkoa wa Mwanza, ambapo kufuatia hali hiyo, serikali imejipanga kutekeleza kampeni ya utoaji wa chanjo kwa njia ya matone kwa Watanzania wote ambao wanastahili kupata chanjo hiyo ili kuimarisha kinga jamii dhidi ya polio na kuzuia uwezekano wa maambukizi ya virusi kutoka kwenye mazingira kwenda kwa binadamu. Hayo yameelezwa na Katibu Tawala Mkoa wa Dodoma, Daktari Katibu Kazungu katika kikao cha maandalizi ya chanjo ya polio kwa njia ya matone, ambapo amesema Wizara ya Afya itashirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na wadau wa chanjo, ambapo kwa mkoa wa Dodoma chanjo hiyo inalenga kutolewa kwa watoto walio chini ya miaka 10 na kuwafikia walengwa kwenye halmashauri zote 8 za mkoa wa Dodoma. Walengwa, ndugu zangu, wa kampeni hii ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 10. Yaani watoto waliozaliwa kuanzia mwaka 2016 hadi leo hii. Mkoa wa Dodoma, sisi kama mkoa wa Dodoma tuna lengo la kufikia watoto wapatao 1,03,461 na hii tumeongozwa na takwimu za sensa, na lengo katika idadi hii tunakusudia kuwafikia watoto 115,000 Bahi, Chamwino watoto 169,000, Chemba watoto 119,000, Dodoma Jiji watoto 207,000, Kondoa watoto 80,000, Kondoa Mji watoto 23,000, Kongwa watoto 151,000, Mpwapwa watoto 135,000. Amesema chanjo hiyo itatolewa kwa awamu 2. Awamu ya kwanza itatolewa Agosti 27 hadi 30, 2026 na awamu ya pili itaanza kutolewa Septemba 29 hadi Oktoba 2, 2026, huku akibainisha maeneo itakapopatikana na kutolewa ikiwa ni mashuleni, vituo vya kutolea huduma za afya pamoja na nyumba za ibada. Ndugu zangu, chanjo itatolewa kwa awamu 2 kwa watoto wale. Awamu ya kwanza itaanza tarehe 27 hadi tarehe 30 Agosti mwaka huu 2026, na awamu ya pili itaanza tarehe 29 hadi tarehe 2 Oktoba mwaka huu 2026. Na ndugu zangu, chanjo hii itatolewa katika maeneo mbalimbali ikiwemo shule, vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba za ibada, katika makazi, yaani nyumba kwa nyumba na mahali popote ambapo mtoto anaweza kupatikana. Naongeza kuwa chanjo na vifaa vyote vimepelekwa kwenye halmashauri, huku akisisitiza kila halmashauri kuweka mipango mikakati na kuhakikisha walengwa wote wanapatiwa bila kumsahau hata mtoto mmoja nyuma. Aidha, nimepata taarifa kuwa chanjo na vifaa vyote vya kampeni tayari vimepelekwa katika ngazi ya halmashauri. Kupitia kikao hiki, ndugu zangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Mosi, kila halmashauri kuweka mikakati na kuhakikisha inawafikia walengwa wote bila kumwacha mtoto yote nyuma. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tuendelee kuelimisha jamii kwa usahihi kuhusu malengo ya kampeni hii. Hilo la pili. Jambo la tatu, kushughulikia uvumi, hofu na taarifa potofu zinazoweza kujitokeza. Na jambo la 4, kuwa mabalozi wa kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa chanjo zote hizi ambazo tunazizo kwa awamu 2. Na kauli mbiu inasema mpe chanjo mtoto wako, linda tabasamu la mtoto,
kuzuia polio. Ndugu wajumbe, ndugu viongozi, mwisho nipende kusisitiza kuwa hadi sasa hakuna mtoto aliyethibitika kuugua ugonjwa wa polio ndani ya mkoa wetu huu wa Dodoma. Kampeni hii maalum inafanyika kama hatua ya tahadhari ya mapema ili kuzuia uwezekano wa kutokea maambukizi na kulinda afya za watoto na jamii kwa ujumla. Ndugu zangu, chanjo ya polio ya matone ni salama na inatolewa bila malipo. Ni salama na inatolewa bila malipo. Hivyo natoa wito kwa wazazi na walezi kujitokeza kuwapeleka watoto kupata chanjo hii muhimu. Wataalamu hapa ndani watatufafanulia, lakini tufahamu kwamba ugonjwa wa polio huenea kupitia kula chakula au kunywa maji yenye vimelea au virusi vya polio. Endapo kanuni za usafi hazizingatiwi katika mazingira yetu. Uchafuzi wa mazingira kwa kinyesi ni njia inayochochea kuenea kwa ugonjwa wa polio katika jamii zetu. Hivyo kwa pamoja na kuhamasisha afua ya chanjo, niendelee kutoa wito kuhusu kuimarisha usafi wa mazingira na usafi wa mtu binafsi. Tuendelee kuhimiza kila kaya na taasisi kuwa na choo bora. Tuendelee kuhimiza na kuhamasisha kwa pamoja matumizi sahihi ya vyoo ili kuepuka kusambaa kwa magonjwa ukiwemo ugonjwa wa polio. Upande wake, mratibu wa chanjo mkoa wa Dodoma Francis Bujuku amesema kuelekea katika kampeni hiyo ya chanjo, mkoa wa Dodoma una zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nieleze pia fedha za kampeni. Katika kutekeleza kampeni ya hii ijayo, mkoa wa Dodoma tuna jumla ya bilioni 2 na milioni 6 katika mchanganuo kama unavyoonekana. Na mchanganuo huu nao wadau aina mbili. Kuna wadau wa Shirika la Afya Ulimwenguni ambao ni WHO na wadau wa UNICEF. Kutoka Dodoma, mimi ni Boniface John, Jamswahili TV.